Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, watu wa Mungu. Mungu ni kweli. Na neno la Mungu ni kweli. Na sisi tukiwa watumishi wa Mungu inatupaswa tuongee ukweli. Tunene kweli ya Mungu, tutangaze kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ndiyo itakayotuweka huru. Ndiyo maana Mungu anasema, ukijua kweli nayo itakuweka huru kweli kweli. Mungu atusaidie sana. Ndiyo maana Mungu anasema, ole wenu enyi wanafiki. Ole wenu enyi wanafiki. Hilo ndiyo neno la Mungu. Mungu anasema, heri wafao katika Kristo. Heri wafao katika Bwana. Hilo ndiyo neno la Mungu. Lakini kwa saizi naona mambo yamebadilika, yamekuwa tofauti. Hata watu ambao wanaaminika na jamii kama ni watumishi wa Mungu, na tukiamini kwamba sisi ni watumishi wa Mungu ambao ndiyo kioo cha jamii, ili watu wajifunze kutoka kwetu, ili watu wapate kumwona Mungu kupitia sisi, inatupasa tuenende katika nyenendo zenye kumpendeza Mungu. Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu wa haki, na lugha yake ni haki na kweli. Na sisi kama watumishi wa Mungu imetupasa kuenenda katika haki yake. Imetupasa kuenenda katika kweli yake. Kuna mambo yanakuwa yanatokea ambayo yanatupasa tuongee kweli ya Mungu. Maana Mungu ametuweka sisi kama ni balozi wake wa ufalme wa mbinguni. Sisi ni mabalozi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo inatupasa kumwakilisha vema Mungu. Inatupasa kumwakilisha vema Mungu pasipo kuwa na kukengeuka, pasipo kuwa na mafungamanishi yoyote, ili Mungu akajitukuze kwetu. Nimeona kuna mambo yanatokea hususani kwenye taifa letu la Tanzania. Mambo yametokea. Watumishi wengi